tushaka tukazungumza hapa ile jambo na umekuwa ni wasiwasi kwa sababu ya miaka mingi pamekuwa pana ahadi nyingi za viwanja zimekuwa hazikamiliki. Kwa hiyo watu wakiwa wanaoji au kuwa na mashaka uwezi ukawashangaa. Sasa na watakushangaa wewe unayeshangaa kwa sababu pamekuwa pana hizo tabia kwa timu zetu hizi kuona tujenga uwanja. Kuna kipindi mpaka watu wanaanza kuweka vifusi inapotea mara tujenga sehemu fulani na katokea uwanja wa Simba na wakaanza michango. Kwa hiyo Simba na Yanga hizi stories za viwanja zimekuwa zikiendelea kwa muda mrefu. Kwa hiyo ikifika hatua watu ukiwaambia unajenga uwanja hawezi kuamini mpaka pale ambako wataona sasa yale ambayo yanaonekana kwa macho kwamba okay pajengwa ndio wanaanza kuanza kuamini. Kwa hiyo ni jambo la kawaida, lakini ni vyema pia kuendelea kuwapatia update kwa sisi ambao tunakuwa tunapata vyanzo mbalimbali vya ujenzi wa uwanja. Kwanza niwaambie tu kwamba si kwa sababu ni uwanja wa Yanga, taratibu zote za kiujenzi nishazungumza ile jambo. Zipo za aina mbili. Kwa taratibu za kwa ajili ya compliance kuweza kukidhi matakwa ya ujenzi. Hasa miradi mikubwa. Sio tu kule kwenu kule mnaona Vikindu kule una shamba lako na mmoja kujenga nyumba yako ya udongo unaamua. Hata kwenye viwanja ambavyo viko kwenye halmashauri za miji bado kuna vibali vya ujenzi. Utabidi submit mchoro upeleke ndio uweze kuruhusiwa. Na hasa kwenye level ya taasisi maana kuna vitu vingi. Kuweza kupata kibali cha ujenzi kina contain vitu kina contain vitu vingi sana ambavyo vinakuwa ndani yake. Na kuna taratibu nyingi za kisheria hapo zipite. Lakini pia ambacho tunatakiwa kukumbuka ni kwamba walishazungumza Yanga kwamba uwanja unaojengwa ni JV tunasema ni joint venture kati ya club na mwekezaji ambao ni GSM ambao watakwenda kuunda kampuni. Hiyo kampuni itakuwa na umiliki wa 50% kwa 50. Kwa hiyo leo hii kusema Yanga wanaanza kujenga uwanja. Sawa, au uwanja unaanza kujengwa. Uwanja ule unakwenda kusimamiwa na nani? Kwa hiyo uwezi ukaanza kujenga kabla mchakato wa kampuni haujakamilika. Na hiyo kampuni sio jambo la siku moja. Kama utakaa tu leo hii basi kesho asubuhi kampuni, hapana. Maana ina taratibu zake. Kwa hiyo wapo katika mchakato wa kukamilisha upatikanaji wa kampuni ambayo itakuwa inamiliki uwanja, kampuni ambayo itakuwa sio Yanga pase na sio GSM pase, itakuwa ni Yanga GSM. Sasa hiyo kampuni ndio itakuwa ina wajibu wa kuweza kwenda kusaini mikataba ya ujenzi, sio ile ya klabu. Ule mkataba ulikuwa ni wa Yanga na GSM kuingia kwenye hatua ya ujenzi ambayo ukapelekea kuja kuanzisha kampuni nyingine. Hiyo kampuni ambayo inakwenda kuanzishwa ndio inakwenda kuingia makubaliano ya kiujenzi na mkandarasi ambaye anakwenda kufanya hiyo kazi. Leo hii ukisema uwanja uanze kujengwa, nani anakwenda kusimamia huo uwanja? Katika siku hii ya leo. Unaelewa sio? Kwa hiyo huo ni mchakato ambao umekuwa ukiendelea ambao kwa taarifa nilizonazo naamini suni kutoka sasa unakwenda kukamilika na uwanja kwanza kwenda kujengwa. Na kuonyesha ile tayari mpaka kampuni ilishapatikana na mpaka baadhi ya wataalamu wako nchini kwa ajili ya ujenzi, na kubwa zaidi mpaka fedha ya ujenzi ipo tayari. Inasubiria tu mchakato fanyeni uweze kuanza. Ni fedha nyingi ya ujenzi kwa ni uwanja wa hadhi ya hali ya juu. Kwa hiyo ni mchakato ambao uko mwishoni kwa kukamilisha baadhi ya taratibu za msingi za makubaliano ili mwisho siku kila mmoja aweze kutimiza kile ambacho anakiamini. Sahihi kabisa. Na kwa upande huo wa uwanja kama ambavyo umezungumza kwamba hivi karibuni basi tunaenda kushuhudia huo uwanja ukitoka kwenye laptop na kwenda kusimama eneo la Jangwani. Kwa nini critics zimekuwa nyingi? Kwa nini mambo yamekuwa mengi sana mitandaoni? Unafikiri pengine unafikiri kwa nini pengine maneno yamekuwa mengi zaidi mitandaoni, kila mmoja akinyooshea vidole swala la uwanja? Nafikiri issue vidole kama nilivyokuambia, vidole vinakuja kwa sababu yani hizi ahadi zilikuwa ziko miaka mingi. Zungumzi kwa GSM na klabu Yanga wa maana zile engineers na timu yake toka miaka ya nyuma huko. Tukizungumzia wakati wake kuna ahadi ambayo alitoa pia kwamba nikiingia within
siku 100 tofauti na uwanja. Aitoa hadi uwanja itolewa. Kuna ahadi ambayo aliwahi kutoa haikutimia. Hii ya uwanja ilitolewa. Tukitoa hii sasa ya uwanja, kuna ahadi nyingine ambayo kutoa haikutimia, pengine inawatia mashaka. Ukizungumzia ahadi nyingine haiwezi kureflect na huku. Yaani kama mtu alienda kununua jezi sana leo uwanja ni tofauti. Na miadi ambayo nakumbuka ilikuwa ni ahadi ya uwanja na ilikuwa ni ahadi ya ubingwa msimu wa kwanza ambao alishindwa kuipata, kwamba ni kosa ubingwa ni nini. Kwa hiyo alikosa ubingwa. Baada ya pale kaja ahadi ya nini, ya uwanja ambayo bado haijakamilika. Lakini pia kuna ahadi ya transformation ambayo mchakato ulikuwa umeanza, bado haujakamilika. Lakini kwa maana ya uwanja, hii ni ahadi ambayo ilitolewa mwanzoni lakini haikufanikiwa kufikia hatua. Ikaja kuibuka issue ya eneo la kiwanja, kwamba eneo lile lilikuwa litakaweza kuongezwa ili iweze kukidhi mahitaji na matakwa ya ujenzi wa uwanja. Lakini pia ikaja issue ya kuweza kumeji miradi pale palikuwa pana mradi mwingine unaendelea, kwa maana mradi wa World Bank hasa ambao unagusa kwenye mto Msimbazi, kuweza kufanya pale kufanya beautification na kuweza kubadilisha sehemu kwa sehemu ya utalii. Kwa hiyo yakaenda mpaka baadaye mpaka serikali ikaja ikapitisha na kuweza kuwapa hati ambayo ilikuwa imepewa kwenye siku yao ya mwananchi na waziri mwenye dhamana kipindi kile akapatia. Kwa hiyo from there ndio ikawa imekuwa ni green light kwenda kwenye hiki ambacho kinakwenda kufanyika. Kwa hiyo watu wana shauku na kiu, kwa sababu ni kitu ambacho kwanza ni kitu cha gharama sana ambacho kuweza kukifanya. Sio kwa sababu nazungumzia kuanzia bilioni 80, 60, 70 mpaka bilioni 100. Sio pesa ambayo unaweza ukaipata tu, haiwezekani. Kwa hiyo ile shauku ya watu iko hapo kuweza kuona kwamba sasa kweli kitakwenda kutimia, na hawajawahi kushuhudia. Imekuwa ni vitu ambavyo vinaonekana katika maeneo mengine. Nataka kuzungumza kwamba itakuwa ni miongoni mwa timu chache sana ambazo zinamiliki uwanja, sio tu Afrika na duniani kwa ujumla. Viwanja vingi vinamilikiwa na taasisi na mamlaka za miji kwa sehemu kubwa, lakini hapa itakuwa ni kitu tofauti. Hapo ni miongoni mwa viwanja ambavyo vitakuwa viko mjini kabisa, si tena pale mjini. Maana tunaambia mjini Posta, lakini mjini watu wengi ni Kariakoo. Ndio sababu ambao watu wamekuwa kienda pale, ndio sehemu ya biashara. Kwa tunajua pale watu wengi watakwenda kuangalia, na sio mpaka tuende uwanjani. Maana tunaanza ukasema wewe pengine timu nyingine hautakwenda uwanjani, pale patakuwa pana maduka, patakuwa pana hoteli, patakuwa pana huduma nyingi ambazo zitakutaka uweze kufika na kuweza kuwa ni sehemu ya familia. Lakini pia ni sehemu ambayo ni rahisi kuweza kufikika. Kwa hiyo naamini kwamba yale matamanio ya watu yanakuja kutokana na ukubwa wa jambo lenyewe jinsi lilivyo. Lakini niwahakikishie mimi kwa vyanzo vyangu, uwanja saizi ni watu kwenda kuonekana kwa macho, lakini utaratibu ulishakamilika na mambo yako jikoni, na muda wote kutoka sasa kampuni inaweza kamilika, ambao itakwenda kusaini contract na mkandarasi na kazi itakwenda kuanza, na within mwaka mmoja nusu, miaka miwili, Yanga watakwenda kwenye jimba lao la dhahabu, wakaenda kushuhudia mechi zao za ligi na za kimataifa. Tumalize na hili kwa ufafanuzi mfupi sana, kwa sababu hili halihusiani, haliwahusu zaidi wananchi. Na zungumzia mradi ambao uko eneo hilo. Kuna ambao wanajiuliza maswali kwamba mradi utaanza au utaenda sambamba na uwanja, ama uwanja utaanza, yani itakuwaje kuaje? Kwa uchache sana. Nafikiri hizi ni project mbili tofauti, kile ambazo zinaweza kuintervene, yani za shabiana. Kwa sababu uwanja pia ni sehemu ya kivutio. Sawa, ni sehemu ya upendezeshaji wa mji. Kivutio tourism, lakini pia ni sehemu ya beautification. Kwa sababu inaonekana kwamba uwanja utakuwa juu ya mradi au utakuwa, yani ni project mbili ambazo zote zina lengo moja, kuweza kufanya kubeautify yale mazingira, lakini pia kuweza kutengeneza mazingira ya kiutalii hasa kwenye bonde la mto Msimbazi na kuendelea. Kwa hiyo nafikiri yeyote atakayeanza, kwa sababu tayari kuna michoro ambayo imeshachorwa, ambayo ni michoro ya mradi, lakini pia na michoro ya klabu, maana uwanja ambao utakuwa unaingia party. Kwa hiyo yote atakayeanza, amna ambaye anza kwenda akaathiri uwepo wa project nyingine, kwa sababu zinakwenda kumerge na malengo ni yale ambayo yanayofanana. Kwa hiyo yote atakayeanza, nafikiria uwanja wa Yanga uko nearby soon, yani within 2 weeks to come, kama mambo yatakwenda vizuri, watu wataenda kushuhudia vitu vinaenda kufanyika pale. Sawa. Basi mimi nikushukuru kwa namna ambavyo umetupatia fafanuzi hizi kuhusiana na uwanja, kwa maana maswali yashaanza kuwa mengi na kila mmoja akija sasa nimelifunga kwa hiyo. Ili tumelifunga swala la uwanja nimelifunga rasmi. Na hii ndio statement ambayo nimeitoa ya mwisho katika ambaye atakayeendelea atakuwa hajapata baraka zangu.
kwa yote ambaye ataendelea nalo ili basi lolote limfike, lakini chief hajapata baraka sana. Chief yeye ashamaliza kwamba uwanja uko karibuni kuanza kuonekana kwa macho kuliko vile nadharia ambazo zinaendelea. Uwanja ukisema bwana uwanja huu upo kwenye laptop zaidi, hawajipo zidi watu. Ni kama lile basi ambalo limekaa kwenye meli msimu mzima, sema bwana mpaka lipata pancha. Sawa, mimi naitwa Diego Mashuhuri, kuwa na Chief Nzobane kama Zone Fela. Mpaka wakati mwingine, asante sana kwa crew nzima ya utayarishaji. Shukrani.